mapokezi haya mlokuwa nayo mpaka shetani anayeogopa. Naomba mujipokeze. Naomba mujipongeze sana wana Mbeya kwa mapokezi mazuri mliotupokea. Huu ni mkoa wa 5, lakini nathubutu kusema Mbeya mmevunja rekodi. Asanteni sana. Sasa nina mambo mawili nataka kuzungumza nanyi wana Mbeya, naomba tusikilizane. Nataka niseme hivi wana Mbeya, taifa lenye haki ni taifa lenye amani. Na taifa lenye amani ni taifa ambalo linalo maendeleo. Tanzania inahitaji haki na inahitaji uwajibikaji. Tukizungumzia yote Tanzania hakuna. Ndugu zangu, licha ya rasilimali asili tulizokuwa nazo ndani ya taifa letu, lakini bado wananchi wake ni maskini na nyinyi ni mashahidi. Leo hii kina mama wengi wanatembea masafa marefu kwa kwenda kutafuta maji ya safi na salama. Leo hii kina mama wanatembea katika barabara mbovu kwenda kujifungua, na anapofika mahospitalini dawa hamna. Mazingira mabovu ya kujifungulia. Hospitali dawa hakuna, na utakapofika hospitali wanakuambia nenda katika duka la madawa fulani utapata dawa hii. Sasa tunasema hivi, hizo rasilimali ambazo tulizokuwa nazo sisi zinafanya kazi gani? Tunathubutu kusema rasilimali hizo zinawanufaisha watu wachache. Na ndiyo maana Chadema tunasema hivi, kupitia nyinyi wa Tanzania tunahitaji katiba mpya sasa. Tunahitaji katiba mpya ambayo itakayoweza kutatua changamoto zote zinazowakabili wa Tanzania. Na katiba mpya ni sasa. Ila moja, ndugu zangu wana Mbeya. Jambo la pili, ndugu zangu wana Mbeya, tarehe 29 Oktoba 29 kamwe mkatu haiwezi kufutika ndani ya nyoyo za Watanzania. Na hii ni kutokana na mauaji yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Hatutasahau. BAWACHA tulilani na tunaendelea kulani mauaji yale, si mazuri hata chembe. Sasa leo nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, mauaji yale hayafai kuendelea kutokea tena ndani ya taifa letu. Tunatakiwa tuyakatae kwa vitendo na si kwa maneno. Ninaomba sana muikatae serikali ya CCM sio adilifu. Wasiwadanganye, wasiwahadae, wasiwaogopeshe. Katiba mpya ni sasa ndugu zangu wa Tanzania. Sote kwa pamoja tupiganie katiba mpya ili tuweze kupata viongozi wanaotokana na ridhaa ya wananchi wenyewe na wala sio viongozi wa kuekana. Muda ndio huu. Ilo la pili, lakini la tatu ndugu zangu wa Tanzania, mwenyekiti wetu sasa takriban mwaka 1 na miezi kadhaa yuko ndani bila ya kosa ya aina yoyote. Tunaomba kwa pamoja tushirikiane kupaza sauti zetu kumdai Tundu Lissu achiwe huru pasipo masharti ya aina yoyote. Tundu Lissu si mwahini. Tundu Lissu sio mwahini, wamemweka ndani kwa chuki zao binafsi. Sasa tunasema kuwa tunataka serikali imwachie Tundu Lissu pasi masharti ya aina yoyote. Sasa la mwisho, kabla sienda kukaa na kumkaribisha makamu Zanzibar kuja kuzungumza na nyinyi, nitazungumza jambo moja. Tunatoa wito kwa kina mama wote Tanzania. BAWACHA tunatoa wito kwa wanawake wote Tanzania. Zungumzeni na vijana wenu. Hali halisi ya Oktoba 29 yaliyotokezea haitakiwi tena kujitokeza. Waambie vijana wenu katiba mpya ni sasa na wala sio kesho. Tunahitaji katiba mpya sasa itakayotoa viongozi wajibikaji, viongozi waadilifu katika taifa letu. People!
Chadema. Asanteni sana wana Mbeya, Mungu awabariki sana. Baada ya kusema